Tuanze na shikamoo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwanza ninashukuru kwa kunipa nafasi. Cha pili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kweli hapa Itulike tumeanza kupanda parachichi mwaka 2009. Na TAHA wameingia 2010. Huyu Nemes unayemuona ana akili kubwa sana kutoka mdogo. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Huyu akiwa mdogo alikuwa anafanya kazi kwenye taasisi ndogo ndogo hapa Njombe. Lakini alikuwa anapanda miti. Lakini alikuwa anaonesha pia miti. Kilimo cha parachichi Itulike kilifikia kwangu kama ilivyofikia TAHA. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2007. Haikuwa kazi rahisi kuwafanya wanaitulike walime parachichi kwa sababu walikuwa na kilimo cha mazoea toka enzi. Tulifanya kazi kubwa sana. Na lazima nimtaje Dietrich Lupenza kutoka Itulike shuleni na Oscar Muhamilawa kutoka Maheve. Haikuwa rahisi. Nemes nililazimika mpaka kumuhonga ili alielewe parachichi. Ninapozungumzia mimi ni mwalimu wa Nemes na maanisha, na yeye yuko hapa. Alipoelewa somo, alinisaidia kwa 90% kuhakikisha Itulike yote, kwa sababu tulikuwa kikundi kimoja. Tuliimba wimbo sawa sawa kwenye mtaa wa Itulike, nje ya Itulike na mkoa mzima. Sisi ndio tumepeleka bei zenye akili kule Rungwe. Walikuwa wanauza matunda shilingi 250. Tulikwenda kwenye Amcos pale Rungwe, inaongozwa na watu mbalimbali ambao leo sijawaona hapa. Kwa mara ya kwanza sisi ndio tumepeleka Wakenya kule. Walikuwa hawajui Wakenya. Tuliwatoa kwenye bei ya 300 mpaka 1500. Rungwe hawakuamini. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wako wawekezaji. Nikwambie tu, sijapata nafasi ya kuongea na wewe muda mrefu kidogo. Wako wawekezaji ambao wamedhamiria kuwekeza. Lakini wako wawekezaji ambao wamekuja kupangaiza. Na ndio hawa imekuwa kero kwa wakulima. Kwa mfano, zamani wakati parachichi tunazisafirisha zinaenda Kenya, lima wadogo wakati huo 2010, sio leo. 2010 Mkuu wa Mkoa nilikuwa sina hata bodaboda. Rudisha mawazo huko nyuma. 2010 alifanya kikao na sisi hapa tukiwa kikundi kimoja. Tukamwambia tumeanza kuvuna parachichi, lakini parachichi ambazo tunazivuna zingine tunahifadhi jikoni, zingine chini ya migomba ya ndizi, zingine tunazihifadhi chini, yani kwenye jua. Kwa hiyo mimi kwa kinywa changu nikamuomba collection center moja. Nikiwa na maanisha collection center hiyo itatumika Maheve, Itulike, Amani na shuleni. Jacqueline alijibu kwamba ngoja nikakae na wenzangu tutatoa majibu. Baada ya siku 5 alipiga simu kwamba tutawapa collection center 5. Naomba tumpigie makofi mengi sana Jacqueline Mkini. Na akasema ninatoa masharti. Kijiji kitakachopata collection center ni lazima kiwe na eka kuanzia 100 za parachichi. Kwa hiyo tulipewa kazi ya kufanya research kuona kama sisi tuna qualify kupata collection center. Maheve waliweza, Itulike tuliweza, Ulembe waliweza, Igagala waliweza, na sisi hapa Amani tuliweza. Na niseme kabisa, kutoka hatua ya msingi kwenye kujenga hizi collection center, TAHA walinishirikisha. Kwa hiyo Mkuu wa Mkoa, mimi nikushukuru kwa sababu kwenye vidole vyako vyote vya mikono yako unapozungumzia maendeleo ya mkoa wa Njombe huwa huachi kuzungumzia wakulima. Tumekuwa na wakuu wa mikoa wengi ambao wanatumia VX, mafuta na allowance za serikali. Lakini huwezi kumkuta anamtaja mkulima. Lakini mzee, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tunaziona kazi zako. Mimi nimekuona toka ukiwa Simiyu. Kama nitakosea kuongea hapa, basi Mungu anilani. Nilikuona toka Simiyu. Yalikuwa ni maadhimisho gani ukiwa mkuu wa mkoa wa Simiyu? Kuna kwaya iliingia pale kwenye maadhimisho ilikusifia sana. Lakini ulipoingia kuchukua maiki na kuhutubia, nikamuomba Mungu kwamba mtaka siku moja ningetamani awe mkuu wetu wa mkoa wa Njombe. Mungu amefanya na Mungu ametenda, na unafanya yale ambayo sisi wenzako tunadhani
ukikaa hata angalau miaka 10 kwenye huu mkoa, unaweza ukawa umetusogeza hatua nyingi kwenda huko mbele. Hii statement ya mwisho ya miaka 10 naomba waandishi wa habari muichukue vizuri na irushwe baadaye jioni, ili mkuu wa nchi aweze kuona haya mambo kwamba Njombe imechangamka kwa sababu mtaka yupo. Mungu wa mbinguni akubariki sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, viongozi wangu wa chama, lakini pia Jacqueline. Kweli anaposema wewe ni the big brain anamaanisha, kwa sababu ni wanawake wachache sana wa Kitanzania wenye akili kama za kwako. Ni wanawake wachache. Mimi umeniita Arusha mara kadhaa, umeniita Dar es Salaam mara kadhaa, lakini kila nikikusikiliza, yani kuona una vitu vingi sana ambavyo ungetamani Watanzania hasa sekta ya kilimo wavipokee ili waweze kuboresha maisha yao. Ombi langu kwa Mwenyezi Mungu akupe siku nyingi na maisha marefu ili angalau maono yako yaweze kutimia. Kifupi mimi naona kama nitakuwa sina maneno mengi ya kuzungumza. Maneno mengi wamezungumza wenzangu waliotangulia, hasa kakaangu. Tunapozungumza kilimo cha parachichi, watu wameanza kulima tu sasa hivi. Hawajui mwanzo kweli kilianzaje. Ni kama alipoeleza hapa. Mwanzo walianza watu wachache, kwanza hata kula kwenyewe watu waitulike hapa tulikuwa hatuli. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kuamini kwamba zao hili linaweza likatusaidia. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ngumu sana. Mimi mwenyewe nilikuwa sili hata kula. Wakati naanza kula parachichi nilikuwa natumia chumvi ili walau liwe na utamu. Kwa sababu nilikuwa naona ni baya. Lakini sasa hivi ukiweka kwenye wali, hata kama hujaweka chumvi, unaweza kula wali. Kwa hiyo kifupi tulianza kwa ugumu sana, na tulikuwa tunasafisha maparachichi haya, wanunuzi wanakuja, tunapakia kwenye malori kichele. Yaani yanamwaga tu kwenye malori, halafu yanapelekwa Kenya. Tofauti na sasa hivi zimekuja crate na box na vitu vingine. Kwa hiyo tumetoka mbali. Mtu kumweleza zamani kwamba tulikuwa tunapakia kichele, tunaweka migomba ya ndizi kwenye gari chini na pembeni ili asiungue na jua, hawezi kujua. Lakini sisi tulianza mwanzo ndio tunajua hiki kitu. Kwa hiyo kiufupi mimi binafsi niseme nakushukuru sana mkuu wa mkoa kwa sababu unalenga zaidi wakulima, na kazi ya kilimo kwa kweli ni ngumu. Watu wengi wanajua. Mwanzo base ilikuwa nzuri. Kitu kingine ambacho mimi naweza kusema, na lazima wakulima tu tunafuatilia kidogo taarifa za kilimo cha zao la parachichi. Sasa hivi kuna changamoto kidogo ile ya vita. Kwenda na yenyewe kama imechangia kidogo wanunuzi kupungua. Tusianze kusema kwamba biashara sasa hivi kama kidogo haisomeki vizuri, hapana. Nchi ambazo sasa hivi matunda yanaenda ni chache ukilinganisha na nyuma zilikuwa yanaenda nchi nyingi ambazo sasa hivi hawapeleki huko Europe kwa sababu ya umbali mrefu wanaotumia sasa hivi ukilinganisha na mwanzo walikuwa nakatisha. Kwa hiyo wakulima wenzangu, tunachoweza kusema tusirudi nyuma, tuongeze kulima kwa wingi. Kwa wale wanaofuatilia sasa hivi ujio wa viwanda na wenyewe umetusaidia sisi wakulima. Sasa hivi tunapozungumza bei kwa mkulima au ukipeleka kiwandani haziko chini ya 700. Kama kuna watu wananunua kwa bei chini, wakulima tukiungana tunaweza kupeleka wenyewe viwandani 770 sasa hivi kwa kilo moja. Sasa unaona kabisa kwamba mwanzo tulikuwa tunajaribu kuuza bei hiyo, na sasa hivi bado haijakomaa sana. Ikifika mwezi wa 8 wa 9, maana tunaweza kuuza mpaka 1000 kwa daraja la pili. Ikiwa daraja la kwanza waliouza hapa wanajua kabisa waliuza 2200 mpaka 2000 na ikashuka kidogo. Sasa kuna changamoto nyingine, kusema mtoto wa ng'ombe wana bahati kidogo ya kwao, wanauza kipindi kile ambacho ni cha bei nzuri. Sisi huku kidogo kutokana na taratibu za vibali, ikiwa hajakoma tunauza kidogo kipindi ambacho pengine vibali vinatoka wakati bei zimeshaanza kupungua kidogo. Kwa hiyo kikubwa tuhudumie vizuri sana. Labda kwa upande wa mkoa kwa kweli umetusaidia sana wakulima, na tunaomba uendelee kutusaidia ili jambo linaisha. Mimi naamini kwamba parachichi itawatajirisha wakulima. Kwa sababu heka moja ya parachichi iliyotunzwa vizuri tu, katikati ya hizi bei zote ambazo tunahangaika nazo, mtu akosi milioni 5. Milioni 5, kima cha chini cha juzi kimetangazwa Mheshimiwa Rais ni 500,000. Maana yake mtu akilipo mshahara wa 500,000 ni mshahara wa miezi 10 anapata milioni 5. Hapo ni heka moja parachichi. Kwa hiyo ukimpata benki akamwamini mkulima, akaweza kumpa grace period ya miaka 5. Miaka 3 anavuna, mwaka wa 4 anavuna, mwaka wa 5 ana break even. Kwa mkulima akiwa na heka 2, na hapo tumeongea milioni 5 kwenye msimu, anaweza kupata milioni 7, milioni 8 kwa mwaka mzima akitunza vizuri. Akiweka irrigation, akaweka mbolea kama watu wa benki hawasemi porojo hapa, kwamba tunatoa mbolea, maana na wenyewe kwa porojo na hawajambo. Tunatoa mbolea, tunatoa hiki, afu watu wetu wakienda waanza kuambia maswali mengi ambayo hawajasema hapa. Kama kweli hawa wakiwa wa kweli
Hawa watu wakafuata mimi nyumba yangu hii hapa na eka moja hapa ya parachichi. Nataka kupanda mche mzuri, mbolea nzuri, nifungie mfumo wa umwagiliaji. Miaka 3. Mwaka wa 4 mavuno yarudisha hiyo hela. Hawa watu watakuwa na hela, na niwaambie parachichi tunasema kwa Kiingereza ni life crop. Ni moja ya mazao ya muda mrefu. Katibu mkuu, hili jambo linaisha na halina muda mrefu. Lakini kile kitu ambacho wanakifanya kopla, tuje kwenye utekelezaji. Na nadhani ule utekelezaji, naibu sio lazima aje waziri. Unaje tu kama wewe mwenyewe tu hivi. Na unaambia waziri kuna kitu tuache kikono. Tunaita watu wa mikoa hii, Njombe, Iringa, Mbeya, Songwe. Wasema naomba tukutane. Wewe mwenyewe naibu katibu mkuu unakaa hapo, wanakaa wakurugenzi wetu, maafisa biashara na mageti yote yanayofanya mambo ya kijinga sana kwenye mazao biashara. Tunasema sasa sheria ni hizi. Tunapitia moja baada ya nyingine. Leo tunafanya official launch. Ili jambo linaisha. Mimi naamini kwamba parachichi itawatajirisha wakulima. Kwa sababu heka moja ya parachichi iliyotunzwa vizuri tu, katikati ya hizi bei zote ambazo tunahangaika nazo, mtu akosi milioni 5. Milioni 5, kima cha chini cha juzi kimetangazwa Mheshimiwa Rais ni 500,000. Maana yake mtu akilipo mshahara wa 500,000 ni mshahara wa miezi 10 anapata milioni 5. Hapo ni heka moja parachichi. Kwa hiyo ukimpata benki akamwamini mkulima, akaweza kumpa grace period ya miaka 5. Miaka 3 anavuna, mwaka wa 4 anavuna, mwaka wa 5 ana break even. Kwa mkulima akiwa na heka 2, na hapo tumeongea milioni 5 kwenye msimu, anaweza kupata milioni 7, milioni 8 kwa mwaka mzima akichunga vizuri. Akiweka irrigation, akaweka mbolea kama watu wa benki hawasemi porojo hapa, kwamba tunatoa mbolea, maana na wenyewe kwa porojo na hawajambo. Tunatoa mbolea, tunatoa hiki, afu watu wetu wakienda wanaanza kuambia maswali mengi ambayo hawajasema hapa. Kama kweli hawa wakiwa wa kweli, hawa watu wakafuata mimi nyumba yangu hii hapa na eka moja hapa ya parachichi. Nataka kupanda mche mzuri, mbolea nzuri, nifungie mfumo wa umwagiliaji. Miaka 3. Mwaka wa 4 mavuno yarudisha hiyo hela. Hawa watu watakuwa na hela, na niwaambie parachichi tunasema kwa Kiingereza ni life crop. Ni moja ya mazao ya muda mrefu. Kama wewe ni binadamu, mimi nimezaliwa mpaka sasa sijawahi kuugua. Mimi nimekunywa tu Panadol kwa sababu ya kuongea na simu. Lakini najua kuna siku nitaugua. Lakini kuna mtu ambaye katika miaka yake kuna siku anauma malaria, siku nyingine anauma siki. Kwa hiyo kama kwenye zao la parachichi, wakati wote haitakuwa salama. Utafanya vizuri sana miaka 3, maana watu wamepigana. Soko limeanguka. Kwa hiyo na ni zao ambalo ni jipya. Ndio tuanza kujifunza kanuni zake. Kwa sababu inaitwa embe mafuta. Mtu anashangaa kulila. Kama unaoshangaa kwamba inatoa mafuta. Baadaye parachichi inatengeneza vipodozi. Parachichi ni sehemu ya chakula. Parachichi ni salad. Mabaki ya parachichi ni mbolea. Parachichi inazalisha umeme wa biogas. Kwa hiyo lina mnyororo mwingi sana. Sasa zile ni hatua, naibu katibu mkuu. Lakini na mimi mwenyewe nawaombea. Na hili jambo nimelizungumza wakati wote. Mimi nimekaa kidogo kwenye serikali. Bashe hajasoma kilimo. Bashe hajasoma kabisa kilimo. Bashe amecommercialize kilimo. Bashe amekitafsiri kilimo kwenda kwenye biashara. Na wewe leo una enjoy. Unakiona kilimo biashara. Sio kilimo cha jembe na mkono. Mheshimiwa Rais Mama Samia, kila rais alikuwa na kipaumbele chake. Tumepata wakuu wa nchi ambao miundombinu ilikuwa ni moyo. Moyoni mwa rais anakiona kilimo. Anatamani Tanzania iwe ghala la chakula la bara la Afrika. Njombe hapa, wewe Joy, tuna visima vingapi tumepangiwa Njombe? Na Njombe Mheshimiwa Rais anatuletea visima 900. Wewe ngole. Sio kama yupo ameshaondoka. Naam. Njombe ina vijiji vingapi? 381. Njombe ina vijiji 381. Visima 900. Maana kila kijiji
Njombe na vitongoji vingapi? Vitongoji ziko 1833. Kwa hiyo maana kwamba nusu ya vitongoji tutapata visima. Na ni visima vya nini? Ya kilimo. Njombe hapa, yule mtu irrigation yuko wapi? Unasanifu bwawa la umwagiliaji wa parachichi wapi? Ulembwe. Pale Ulembwe linajengwa bwawa ambalo maji yake itakuwa ni mwagilizia parachichi. Vinaitwa visima vitakavyomsaidia mkulima wa parachichi na mazao ya mboga mboga. Naibu Katibu Mkuu, kwenye haya matayarisho lazima tujiandae. Kama ambavyo unaona tulipoanza kuandikisha watoto elimu bure, tukaandaa madarasa. Kwa sababu ulifika mwaka ambao watoto wote walifaulu. Ndio maana Mheshimiwa Rais akafanya maamuzi 2021 tukajenga vyumba 1015 nchi nzima kwa bilioni 300. Sasa lazima ufumbe macho. Hivi siku imetokea Njombe vijiji vyote vinamwagilizia parachichi. Hayo mafuriko ya parachichi tutapeleka. Hayo mafuriko ya viazi mviringo utapeleka wapi? Hayo mafuriko ya nyanya utapeleka wapi? Hatuwezi kukwepa viwanda. Hatuwezi kukwepa pack house. Hatuwezi kukwepa collection centers. Hatuwezi kukwepa cold facilities. Lazima tujiandae na baridi kabla baridi haijaja. Kwa sababu hiyo ndoto inaenda kutimia. Magari ya kuchimba visima yataingia mwaka huu. Visima vitachimbwa, yameshaingia. Sasa parachichi ni miaka 3. Viazi mviringo ni siku 120. Sasa Njombe hapa tuseme nusu ya Njombe wanazalisha viazi mviringo. Lazima tuandae. Vinginevyo itakuja ile kilimo kwanza, limeni zabibu, watu wakalima zabibu, zikaitika. Wakatembea na ndoo za zabibu, ndoo shilingi 1000, hamna kununua. Lazima tufanye maandalizi. Rais ameshatimiza wajibu wake. Ndio maana panakuja sasa pataha kwamba ni lazima utatu mbembeleze, tumlee, tumjenge vizuri. Na halmashauri zetu zitoke kwenye huu kurutu wa kijima kwenye kichwa. Tufike mahali ambapo halmashauri itaweza kujenga cold facility yenyewe. Baada kwanza kutoza kwenye mageti wasema sisi tumejenga maeneo ya kuhifadhia viazi. Utaweka hapa viazi vyako kunia shilingi 500, utaviuza wakati wowote. Hayo ndio matumizi ya akili. Na ndio anasema Naibu Katibu Mkuu, tuna mahindi ambayo ni ghafi. Tunayasaga kutoka mahindi kuwa unga tule. Unachukua mpunga ni ghafi, una process mpunga, unakuwa mchele unakula. Bado tuna watu wana akili ghafi. Inabidi akili zao pia ziongezee thamani kutoka mahindi kwenda kuwa unga. Sasa ni lazima watu wajiulize sasa. Unapokaa pale kwenye kikao, wewe ni akili ghafi au ni akili ongezewa thamani? Kwamba wewe Sanga mkurugenzi wa Njombe vijijini. Yule pale ana degree 3 tofauti. Huyo mkurugenzi wa Njombe vijijini. Sasa mtu kama yule mkurugenzi, ili matumizi ya akili yanakuaje sasa? Sio kwenda kuweka mageti ya kutoza watu ushuru. Akili ni kusema halmashauri tunakusanya bilioni ngapi? Bilioni 7. Mapato ya halmashauri yako kwa mwaka bilioni ngapi? Bilioni 7. Yule ndio unampeleka Berlin kwenye food and logistics. Anaenda kuona cold facility za kuhifadhi kiazi mviringo, unamwambia sasa jenga ili watu wote wenye viazi wataleta hapa kwako. Wewe unawatoza tu bwana kilo moja shilingi 50. Huyu mtu anaweza kuuza viazi wakati wowote anaohitaji, lakini pako salama. Baada ya kuhangaika na makamba, yani mtu umekaa kwenye kikao suti kama ile unajadili kamba na unasema kwamba hii haitoshi tuweke mnyororo. Hii haiwezekani. Na ndio maana unaona sasa nawaambia kila siku matokeo yake ndio unaona sasa unakana mkurugenzi, unakana mtu anaitwa meya amevaa nguo nzuri, anajadili ushuru wa chooni kukojoa 50, haja kubwa 100. Kamba tununue au mnyororo. Hawezi kufanya uchumi wa hivyo. Hauwezi kufanya mambo ya hivyo kwenye maendeleo. Huwezi. Kwa hiyo unakuwa na akili za choo, akili za minyororo na kamba za mageti. How can you transform nani council? Huwezi kutransform council. Huwezi kutransform council kwa akili za ushuru wa choo, ushuru wa minyororo ya getini na kamba za getini. Ni lazima tujenge facility. Halmashauri yenye akili wasema sisi Makambako tutajenga eneo ambalo mtu anayelima viazi atahifadhi.
Sisi halmashauri fa tunalifa. Ukitaka kusafirisha tunakuchukulia viazi vyako. Halmashauri imejenga miundombinu ya kumsaidia yule mkulima. Afu inatoza kwenye mahala ambapo ana nyongeza ya akili. Kila otherwise utakuwa na mahindi gafi, mpunga gafi na akili gafi za mtu ambaye anafanya maamuzi kwenye halmashauri. Kwa hiyo katibu mkuu, haya ni mambo ambayo tumeona kwamba ni vizuri tuangalie the future ya TAHA, na sisi tunawaahidi kwamba sisi kama Njombe tutawapa ushirikiano. Kuna mahala Jacqueline walikwambia kwamba kituo ni kidogo. Weka tu. Projection ya avocado Njombe, the coming 3 years itakuwa ni kubwa sana. Yaani kile kituo kitakuwa kanaelemewa. Kwa hiyo ukiona kuna kafursa kingine tusaidie. Huyu bwana, huyu DC wa Rungwe ni kweli anapata wakati mgumu. Mpaka juzi nimeona kipima joto cha ITV. Kwa maana kwamba parachichi kule kwao wananchi wanahangaika sana. Ni kweli sisi maumivu yako pote, sisi watu wa Njombe tuna unafuu. Lakini hatuwezi kufurahia maisha mazuri ya wakulima parachichi Njombe wakati Mbeya wanaumia. Kwa hiyo ili sisi tuweze kufanya vizuri kwenye uchumi, hawa wenzetu wawezeshe. Na pia na lenyewe liangalie kwenye upana. Wao umeshaanzisha. Kwa timendo tunasema mabaraza ya madiwani yanavunjwa mwezi huu. Tufikirie mabaraza ya madiwani yanayokuja yaje kwenye mambo ambayo yanahusika na hizo changamoto. Diwani ambaye ameona kituo cha kukusanyia mazao, aiambia halmashauri tujenge vituo kama hivi kwenye kila kijiji chetu. Huko ndo tutakusanya hela. Baada ya mambo ya kuweka makamba. Kwa hiyo kwa huyu mimi naomba twende, lakini kwetu usifanye nyongeza, lakini tuwape watu wetu uelewa kwamba hii ni fursa. Watu wanajenga magoda au ya kuhifadhi mahindi, tuanze kupata watu ambao watajenga vituo ya namna ya kuunga mkono, na wizara iko hapa. Wakiona kuna maana pa kushika mkono, washike mkono katu. Na nimeona teknolojia ile ni nyepesi, majengo ambayo ni simple ambayo yanaweza kujengwa. Kwa hiyo zile changamoto ambazo zimezungumzwa kwenye parachichi niwahakikishie wakulima. Kiwanda cha Afrika kinasaga tani 1200. Kuna Mtanzania mwingine amefungua kiwanda chake hapo Wanging'ombe. Ile ni kata gani?